Mpango huu wa ruzuku unatumia mfumo wa kidigitali ambao tumeupa jina ni mfumo wa ruzuku ya pembejeo za kilimo. Ulianza kwa pembejeo za mbolea, lakini sasa umeisha kwenda kuhusisha pia pembejeo za mbegu, hususan mbegu za mahindi. Mfumo huu unatumika kwa wakulima, unatumika kusajili wakulima pia, kusajili waagizaji, wazalishaji na wakala wa mbolea nchini, na unatumika kuratibu usambazaji na mauzo ya mbolea. Kwa hiyo kwa sasa tumetoka kwenye mifumo ya karatasi, sasa tumekwenda kwenye mifumo sasa ya kidigitali. Matumizi ya mfumo huu yamesaidia sana, imenufaisha nchi, serikali, kwanza kwa kuweza kupata kanzidata za kuaminika. Kwa sasa tunaweza tukamtambua mkulima, kwa sababu wakulima ili waweze kutumia mbolea ya ruzuku wanatakiwa wao wamejisajili. Kwa hiyo kwa kujisajili kule tunaweza kupata sasa taarifa muhimu ambazo zinarahisisha sasa kuweza kuwahudumia wakulima kwa urahisi zaidi. Lakini pia tunapata kanzidata ya waagizaji, tunapata kanzidata za wazalishaji wa mbolea nchini na vile vile mawakala wa mbolea. Mfumo huu pia umetusaidia sana katika ufuatiliaji wa biashara ya mbolea tangu zinapoingizwa, zinavyozalishwa na zinapouzwa kwa mkulima. Kwa hiyo leo hii tunaweza tukajua kabisa kwamba mkulima fulani, eneo fulani, amenunua mbolea aina fulani na kwa bei fulani. Kwa hiyo imeturahisishia sana kuweza kusimamia tasnia ya mbolea na kudhibiti udanganyifu uliokuwa unajitokeza katika mifumo iliyopita ya mpango wa ruzuku za mbolea.